Fakulna lahum, walipoivunjia heshima siku ya Jumamosi tukawaambia, kunu qiradatan khasiin, kuweni kima mliodhalilika. Na wakageuka kutoka sura ya binadamu wakawa kima, wakarukia miti kama ni adhabu waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Faj'alnaha, tukajalia tukio hili nakala lima baina yadaiha, iwe ni funzo la namna Allah anavyoadhibu kwa watu waliokuwepo wakati huo, wama khalfaha, na watakaokuja baada ya hao, wa mau'izatan lilmuttaqin, na tukalifanya tukio hili libaki kama ni mawaidha kwa watu wanaomcha Allah. Kwa hiyo kama kuna mtu ana hiyo takwa, atapata manufaa akizingatia matukio haya yaliyopita, atauona uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lamma dhakarahum ta'ala bin ni'amil jalilati al'azima, munasaba wa aya tulizomaliza na hizi tunazosoma leo ni kwamba Allah baada ya kututajia neema zake tukufu na kubwa alizowaneemesha wana wa Israeli, ardafa dhalika bibayani ma halla bihim, baada ya hizo neema amefuatisha ubainisho kwetu, anatubainishia kilichowakuta min niqamin, katika adhabu za Allah. Dharau ilipozidi, nini walifanyiwa? Jazaa kufrihim, hii ilikuwa ni malipo ya ukafiri wao, wa isyanihim, na uasi wao waliokuwa wanaasi, watamarrudihim, na jeuri yao, ala awamirillahi, kwenye amri au maagizo ya Allah. Wanaletewa maagizo na wanayakataa kwa jeuri. Nini kiliwafika? Ndo anazungumza Allah leo. Faqad kafaru ni'mata, walizikufuru neema za Allah, wanqada'u almithaq, na ahadi walizokuwa wanaahidiana baina yao na muumba wao walikuwa hawazitimizi. Wa'tadau fi sabti, waliagizwa waiheshimu siku ya Jumamosi, wafanye ibada na waache kufanya kazi, wakadharau agizo hilo. Famasakhahumullahu ila alqirada, Allah akawageuza kutoka kwenye umbo la binadamu akawageuza makima. Wa hakadha sha'nu kullu ummatin atat an amri rabbiha wa asat rusulahu, na hivi ndivyo zilivyofanywa umma mbalimbali, zilizofanyia jeuri amri za Mola wao na wakawaasi mitume waliotumwa kwao. Walikuwa wanaadhibiwa kwa aina mbalimbali za adhabu. Wa idha akhadhna mithaqakum, anasema almithaqul ahdul muakkadu biyaminin wa nahwihi. Neno mithaq maana yake ni ahadi anayoahidi mtu, lakini wakati anapoahidi huwa inafungamana na yamini, anaapa au mfano wa yamini. Ni ahadi yenye uzito wa ziada. Kwa hiyo viumbe huwa kuna ahadi, kama mtu aliyetamka la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, ameahidi kwamba sitomwabudu yoyote zaidi ya Allah bila ya kumshirikisha na chochote, na nitamwabudu kwa namna aliyofundisha Muhammad, kwa sababu ndiye mjumbe aliyemtuma kuja kufundisha hiyo ibada. Ni maneno mafupi kuyatamka mdomoni, lakini yanahitaji kutendewa kazi, kwa sababu ni kama kiapo cha utii. Anaapa mtu kwamba katika maisha yake atayoishi hapa duniani anahakikisha kuwa hakuna anayestahiki kuabudiwa zaidi ya Allah, kwa hivyo atamwabudu Allah peke yake. Na utajuaje kumwabudu Allah? Kuna mtaalamu kamtuma mjumbe wake,
ili uwe umemwabudu Allah ufate vile alivyofundisha huyu mjumbe wake. Ukifanya tofauti bado hujamwabudu Allah. Kwa hiyo kutamka hayo maneno japokuwa ni madogo unayaona mdomoni, yana kazi ngumu kuyatekelezea haki yake, na lazima utekeleze. Sasa wewe unasema haya maneno halafu kumbe humwabudu Allah peke yake, viko na vingine unavyoviabudu. Humtegemei Allah peke yake, viko na vingine unavitegemea. Humtaki msaada Allah peke yake, kuna na vingine unavitaka msaada. Wewe utakuwa mbabaishaji, hujatimiza ahadi yako, hujawa na msimamo kwenye kile ulichoahidi. Kwa hiyo Allah anawakumbusha hawa nao aliwapelekea mtume kama nyinyi mlivyoletewa mtume. Mtume huyo alipewa kitabu cha mwongozo kama na nyinyi mlivyopewa kitabu cha mwongozo. Mtume huyo aliwasimamia watu wake jinsi gani wamwabudu Allah, kama ambavyo na nyinyi umma wenu ulisimamiwa katika kufanya jambo hilo. Wao walivunja ahadi yao, na yoyote anayevunja ahadi yake atakuwa kama wao. Wa idha akhadhna mithaqakum, kumbukeni wana wa Israeli tulipochukua miadi kwenu, nyinyi mliahidi ahadi nzito. Wal muradu huna al-amalu bi ahkami Taurati, miadi waliochukua kwa Mola wao, ahadi waliotoa ni kwamba waliahidi watafanya mambo yao kwa ujumla ya duniani kwa mujibu wa miongozo na hukumu zilizomo kwenye kitabu cha Taurati, kama ambavyo na sisi tumekalifishwa kukifanyia kazi kitabu cha Qur'ani. Tumeahidi tutayafanyia kazi maagizo yaliyoko kwenye kitabu cha Qur'ani. Waqala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura, lakini mtume wenu amelalamika, karipoti kwa Mola wake aliyemtuma, akasema, ewe Mola wangu mlezi, watu wangu hii Qur'ani uliowapa iwe mwongozo kwao wameihama, hawaitumii kabisa. Kwa hiyo ahadi waliotoa ni ahadi hewa, hawatekelezi ahadi yao. Wana wa Israeli walikataa Taurati, wakaifanyia maboresho, marekebisho, wakaingiza ya kwao mpaka ikawa si kitabu tena halali cha Allah, wamekichafua. Qur'ani ipo, text iko vile vile vizuri kama ilivyorithiwa kizazi na kizazi, lakini watu wa Qur'ani wameipotosha Qur'ani kwenye utendaji, wanatenda tofauti na Qur'ani ilivyoelekeza. Maandishi yako vizuri, wanayapitia, wanayasoma, lakini si lazima kwao wanavyoona kuyafanyia kazi maagizo yaliyomo ndani yake. Kwa hiyo Allah anawakumbusha wana wa Israeli kwenye kitabu ambacho wana wa Israeli wamekikataa. Faida ya ukumbusho huu unakwenda kwa waliopewa hichi kitabu, wajifunze wenzao waliteleza wapi, walikosea wapi, na wao wasije wakarudia makosa. Usije ukasema hizi aya zinawahusu Bani Israeli, mie sie hazinihusu. Zinakuhusu kwa sababu hicho ndo kitabu chako wewe uliyekikubali. Yaliyomo humu ni kwa faida yako, sio kwa wale waliotangaza wamekikataa. Wa idha akhadhna mithaqakum, kumbukeni tulipochukua miadi au ahadi kutoka kwenu. Wa rafa'na fawqakum